Na sababu hizi sasa, kwa sababu nilikuwa nimekuelezea mfumo kamili wa viungo vya uzazi vya mwanamke jinsi vilivyo, nitazigawanya vivyo hivyo kutokana na sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tuanze na kwenye uke, kwenye vagina pale. Kwamba mwanamke anaweza akawa ana shida ambayo inaitwa vaginal atresia. Vaginal atresia maana yake ni kwamba ule uke wake unakuwa haujatengenezeka vizuri au haujatengenezeka kabisa. Kwa hivyo kama huyu mwanamke hana uke, haujatengenezeka kabisa, hamna namna sperm zitaingia zifike paka kwenye ovary kwa ajili ya fertilization yawe mjamzito. Kwa hiyo huyu moja kwa moja atakuwa anapata tu ugumba. Hiyo ni sababu ya kwanza kwenye vagina. Lakini hapo hapo kwenye vagina mtu akiwa ana narrowed introitus, kwamba kile kitundu au ile njia, ule mdomo wa uke wake ukiwa ni mwembamba sana, hii nayo inaweza ikawa ni sababu. Kwa sababu gani? Ile penis au uume utashindwa kupenetrate, utashindwa kuingia. Na kumbuka sperm inatakiwa angalau ziingie kwa ndani au karibu kabisa na cervix. Ndio kuanzia hapo itakuwa ni rahisi zaidi. Huko kidogo mazingira yake ya acidity ni madogo ukilinganisha na hii sehemu ya nje. Kwa hivyo mtu akiwa ana ule mdomo wa uke mdogo, inakuwa ni ngumu kwa penis kupenetrate, lakini pia mwanamke huyu anakuwa anapata maumivu makali kwa sababu lile eneo ni dogo. Kwa hiyo huyu naye kupata ujauzito ni ngumu, kwa sababu kwake yeye itakuwa ni ngumu kuperform sexual intercourse. Mbali na hivyo, kuna hali nyingine ambayo unakuta wanawake wanakuwa wanazaliwa nayo, inaitwa congenital vaginal agenesis au vaginal septum, kwamba kwenye ile uke wake kunakuwa kuna ukuta, kuna uzio unatengeneza, kunakuwa kuna vagina ya upande wa kulia na vagina ya upande wa kushoto, katikati kunakuwa kuna ukuta. Unaona mtu kama huyu kushiriki tendo inakuwa ni ngumu, hawezi akashiriki tendo kwa kutumia upande mmoja, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo huyu moja kwa moja kabisa tunatarajia kwamba kwa yeye kupata mtoto itakuwa ni ngumu. Hizo zilikuwa ni sababu ambazo zinaweza zikatokea kwenye vagina au kwenye uke. Lakini tukisogea kwenye ile shingo ya kizazi au kwenye cervix, kuna mwanamke anaweza akawa ana cervical stenosis. Cervical stenosis maana yake ni kwamba ule mlango au ile cervix inakuwa ni nyembamba mno kiasi cha kwamba sperm zinakuwa zinashindwa kupita kuingia kwenye nini, kwenye fallopian tubes na kwenda kufanya fertilization. Lakini hivi vyote mwanamke akiwa navyo ni ngumu sana kuwa mjamzito kwa sababu ambavyo ninavyokuelezea. Tukitoka kwenye cervix twende kwenye uterus. Uterus ndio tunazungumzia ule mji wa mimba wenyewe. Hapa napo kuna mambo ambayo mwanamke anaweza akawa nayo akamfanya yeye asiweze kubeba ujauzito. Cha kwanza ni uterine fibroid. Kwenye ule mji wake wa mimba kukiwa kuna uvimbe. Hizi ni benign tumors, ni masses ambazo huwa zinatokea kwenye uterus. Zinapelekea kwamba ile uterus inakuwa ndogo, zinaoccupy space, lakini pia mwanamke anakuwa anapoteza damu nyingi sana. Wakati mwingine anakuwa anapata maumivu wakati wa tendo la ndoa, kushiriki wake inakuwa ni tabu. Kwa hiyo mwisho wa siku yeye kupata ujauzito unakuwa ni ngumu. Na mbaya zaidi ni kwamba huu uvimbe huwa unaenda kujiattach kwenye fundus, lakini pia mara nyingi unakuta unajiattach kwenye uterine body, sehemu ambayo ni muhimu zaidi kwa implantation. Kwa hiyo sperm zitaingia, zitafanya fertilization, lakini yai likija for implantation litakuta kuna fibroid pale. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu implantation kutake place. Lakini hata ikitake place depending na ukubwa wa hiyo fibroid, kama fibroid ni kubwa sana, kwa hiyo uterine cavity itakuwa ni ndogo kiasi cha kwamba ita impair embryonic development. Kwa hiyo mwisho wa siku mwanamke huyu anakuja kujikuta anashindwa kubeba ujauzito. Lakini si hivyo tu, kuna matatizo mengine wanawake wanakuwa nayo yanaitwa endometriosis. Endometriosis unakuta ule ukuta wa ndani wa uterus unakuwa umeenda kujiotesha sehemu nyingine, hali ambayo inakuwa inaathiri mwanamke, anakuwa anapoteza damu nyingi zaidi, na mimba inaweza kaenda ikajiattach katika eneo ambalo si sahihi. Lakini mbali na hivyo, mwanamke anaweza akazaliwa na matatizo tofauti ya mji wa mimba. Tunasema ni congenital malformation of the uterus. Mwanamke anaweza akazaliwa na kitu tunakiita double uterus au uterine didelphys, kwamba mwanamke anakuwa na uterus mbili, anakuwa na uterus ya kulia na na uterus upande wa kushoto. Mtu akiwa na uterus mbili, tulisema kwamba mayai yanavyokuwa yanatolewa kwenye ovary, moja
yanakuwa yanapishana mwezi mmoja. Mwezi huu ikitoa ovary ya upande wa kulia, mwezi unaokuja itatoa ya upande wa kushoto. Kwa hivyo cha kwanza kabisa, hata kama ikitokea mimba ikatungwa, ikija ikatokea implantation itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwenye uterus kuna congenital malformation au mtu anazaliwa akiwa na ule mji wake wa mimba haujakaa vizuri. Kuna condition au kuna hali inaitwa uterine didelphys, kwamba huyu mwanamke anakuwa na uterus mbili. Kwa hivyo hizi uterus mbili, hakuna uterus hata moja ambayo itakuwa ina uwezo wa kuhimili kutunza mimba kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 9. Kwa hiyo huyu mwanamke hatoweza. Lakini si hivyo tu, kuna wengine ambao unakuta wanakuwa na zile bicuneates, unakuta mtu anakuwa ana cervix mbili. Hawa nao kubeba ujauzito inakuwa kidogo ni changamoto. Tukitoka kwenye mji wa mimba tunaenda kwenye ile mirija miwili ambayo tulisema kuna mrija wa kulia na tuna mrija wa kushoto, fallopian tubes. So katika hizi fallopian tubes napo, kama kukiwa kuna changamoto yoyote, kwa mfano kukiwa kuna blockage, huyu mwanamke hawezi akabeba ujauzito kwa sababu sperm hazitoweza kuingia kwenda kwenye ovary. Lakini hata kama ikitokea zikapenya kutokana na udogo wake, yai litashindwa kuja kwa sababu ya ukubwa wake. Kwa hivyo mbali na hivyo, hapo kwenye fallopian tube pia kuna congenital malformations ambazo zinaweza zikatokea kwenye fallopian tubes. Kwa mfano kuna agenesis, kuna aplasia, unakuta sehemu moja fallopian tube hamna. Let's assume that sehemu ya fallopian tube ambayo haipo au ndo ambayo imeundergo agenesis ni ampulla. Kwa hiyo tunasema kwamba kwenye fallopian tubes, kwenye sehemu ambayo inaitwa ampulla ndo the site of fertilization, ndo sehemu pekee ambapo uchavushaji unatokea. Kwa kama hii sehemu haipo, ni ngumu sana kwa huyu mwanamke kuwa mjamzito au kushika mimba. Lakini mbali na hivyo, hapa kwenye fallopian tubes inawezekana kwenye fallopian tubes pia hakuna zile ciliaries ambazo zinaweza zika support na zika facilitate ovulation. Kwa hiyo kama kutatokea defect yoyote kwenye fallopian tube, inaweza kumfanya mwanamke huyu direct asibebe ujauzito. Tukitoka kwenye fallopian tube twende tuangalie kwenye ovaries, kwenye mji wa mayai. Kwenye mji wa mayai kule nako kuna mwanamke anaweza akawa na sababu ambazo zikamfanya awe mgumba, asipate ujauzito maisha yake yote. Miongoni mwa sababu kuna anovulation, kwamba mwanamke anakuwa anashindwa kutoa yai. Lakini ukiachilia mbali hiyo, kama mwanamke akiwa ana decreased ovum reserve, kwamba anakuwa ana kiwango kidogo cha mayai ambayo anakuwa yamehifadhiwa kwenye ovary, huyu naye anakuwa yupo ana mbioni kutokuwa mjamzito kwa sababu kiwango cha mayai ambacho wanakihifadhi kinakuwa ni kidogo. Lakini mbali na hivyo kuna luteinized and ruptured ovum, kwamba huyu mwanamke mayai yake yanakuwa yapo luteinized lakini yanakuwa hayajarupture, hayajapasuka. Kwa hiyo huyu naye unaona kupata ujauzito kidogo inakuwa ni ngumu kwa sababu ile force ya zile sperm na nguvu energy ya zile sperm kuja kutoboa unruptured ovum ni rare sana, na ni kitu ambacho kimsingi ni hakiwezekani. Kwa hiyo unaona hapa hata fertilization kutake place kidogo itakuwa ni changamoto. So hizi zote ni sababu ambazo mwanamke kama akiwa na sababu hata mojawapo, inakuwa ni sababu direct ya yeye kuwa mgumba. Hakuna namna ambavyo inaweza ikatokea miujiza kwamba akapata ujauzito akiwa na miongoni mwa hali kama hizi ambazo tumezisema.